Yesu aliwaambia wafuasi wake, ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akalinunua shamba lile. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri, naye alipoona lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote, akainunua. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na jua lilotupwa baharini, likakusanya wa kila namna, hata lilipojaa. Walilivuta pwani, wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni, bali walio wabaya wakawatupa. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Malaika watatokea, watawatenga waovu mbali na mwenye haki, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakawapo kilio na kusaga meno. Yesu aliwauliza, mmeyafahamu haya yote? Wakamwambia, naam. Akamwambia, kwa sababu hiyo kila mwandishi mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni amefanana na mtu mwenye nyumba atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kila kitu upendo. Wapendwa katika Kristo, masomo ya kwanza ya leo yalianza kwa kusisimua. Kama tungekuwa Sulemani, tungeomba nini? Baadhi yetu tungeomba magari zaidi, nyumba, viatu, chakula, pesa, nguvu, watoto na mengine mengi. Kinyume chake, Sulemani aliomba hekima ili kumnufaisha yeye na ufalme wa Mungu. Alimwomba Mungu ampe ufahamu. Mpe mtumishi wako moyo wa kuelewa jinsi ya kupambanua mema na mabaya. Moyo mwenye ufahamu ni zaidi ya Mungu. Tunauhitaji kila siku na kila nyanja zote za maisha yetu: familia, kazi, masomo na katika maamuzi yote ya maisha, ili kufanikiwa. Kwa hivyo Mtume Yakobo anatutia moyo, lakini mtu yoyote kati yenu akipungukiwa na hekima, muombe Mungu awapaye wote kwa ukarimu, naye atapewa,
Yakobo sura ya kwanza aya 5. Hekima alipewa Sulemani kwa sababu aliomba. Hata hivyo, Mungu anatarajia tuombe kwa busara na si kwa ubinafsi. Katika somo la pili, Paulo anatukumbusha katika kila jambo Mungu hufanya kazi pamoja na wale wapendao kwa mema, wale walioitwa kwa kusudi lake. Mungu anatuongoza kupitia dhoruba za maisha kuelekea nyumbani kwetu na ufalme wake. Kwa uangalifu anaamuru matukio yote ya maisha yetu kutongoza huko. Hii ndiyo tunayoita riziki. Kwa ufupi, mkono mwenye nguvu wa Mungu unafanya kazi katika hali zote za maisha yetu. Kila kitu kinajumuisha na kina hekima, sifa au mipaka. Kwa hivyo mstari huu, wale muktadha wake hauruhusu vikwazo au masharti. Vitu vyote vinajumuisha kwa maana kamili iwezekanavyo. Inajumuisha shida zako ya sasa, moyo wako mzito, umaskini wako, utajiri wako, ukosefu wa kazi, mafanikio na kushindwa kwako, udhaifu na nguvu zako, pamoja na ugonjwa na afya yako. Hakika kila kitu na hakuna kinachoachwa nje. Tumsifu Yesu Kristo. Hakuna kilichoko au kinachotokea mbinguni au duniani bila ujuzi wa Mungu, kwa kusema kwamba vitu vyote hufanya kazi pamoja kwa ajili yetu. Paulo anajaribu kutuhakikishia kwamba hakuna ugomvi katika riziki ya Mungu. Hii ni hasa kwa wale ambao kwa busara wamekuwa marafiki wa Mungu kupitia imani yao katika Kristo. Pia anatuhakikishia kwamba hakuna kitu kinachoweza kufanya kazi dhidi ya wale ambao Mungu amechagua na kuwapangia ufalme wake, wale wanaotembea kwa uaminifu na yeye. Injili ya leo inaendelea na matumizi ya Yesu ya mifano kutufundisha kuhusu ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ni wito kwa kuwa na hekima kama Sulemani. Bila hekima hatuwezi kuelewa mifano ya Yesu wala kutafuta ufalme wa Mungu. Habari njema ya leo pia ni wito wa kutamani kile kilicho cha thamani zaidi kwetu na ambacho Mungu ametuchagulia. Mifano ya leo inakusudia kutufundisha kupendelea ufalme wa mbinguni kuliko ulimwengu huu na kuhakikisha kwamba hakuna kinachotuzuia kuingia humo. Kupitia mifano hii, Kristo
anatukumbusha ubora na uzuri wa uzima wa milele. Ufalme wa Mungu ni hazina iliyofichwa kwa mwenye hekima wa ulimwengu huu, na wale tu wenye hekima kulingana na kiwango cha Mungu wanaoutafuta na kuupata. Ili kuupata, lazima kwanza tuutamani. Tukishaupata, lazima tufiche moyoni mwetu. Kwa hivyo tumwombe Mungu ufahamu na hekima kama Sulemani alivyofanya, ili tuweze kuwa na hekima ya kutosha kutambua yaliyo mema kwetu na kuupa ufalme wa Mungu kipaumbele chetu. Basi tumwombe Mungu atujalie roho ya hekima ili tuzitambue siri za ufalme wake, tuziishi vema ili tuweze kustahilishwa kufikia uzima wa milele kama anavyosali Mama Kanisa katika sala ya kuombea dhabihu akisema hivi: Ee Bwana, tunakuomba uvipokee vipaji hivi tunavyokutolea kutoka wengi wa vitu ulivyotukirimia. Kwa nguvu tendaji ya neema yako, mafumbo haya matakatifu yatakatifuze mwenendo wetu wa maisha ya sasa na kutufikisha kwenye furaha za milele. Na katika sala baada ya komunyo anasali: Ee Bwana, tumepokea sakramenti ya kimungu ambayo ni ukumbusho wa daima wa mateso ya mwanao. Tunakuomba zawadi hii aliyotujalie mwanao kwa mapendo yasiyo na kifani ituletee wokovu, na hilo ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.